wakifikisha kero zao wananchi wa kata hizo. Wengi wao wameonyeshwa kushtushwa na maandamano hayo yaliyopangwa kufanyika tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025, ambapo wamesema kwani vurugu zilizojitokeza hivi karibuni zimesababisha madhara makubwa kwenye kata zao, ikiwa ni pamoja na uharibifu wa miundombinu. Tunasikia bado kuna kitisho tena cha Disemba 9. Sisi tumeishi kwenye kipindi cha siku 3 hizo za kusumbuka hizo bila mboga. Mimi nilitoka na mke wangu kwenda kutafuta mboga Bulale, nikakuta askari wa jeshi la wananchi wanalinda, wakaniuliza unakwenda wapi? Nilisahau hata kule ninapokwenda kwa sababu nilikuwa swali. Ndipo mke wangu akanisaidia akasema, mwanangu tunaenda Bulale. Kwa sababu ni hali ngumu, ilikuwa tutandikwe viboko. Baba twende kwa haraka tukaenda. Kwa mkuu wa wilaya, kama hali tena hii inarudi, sisi tunasikitika mno. Hatutaki hilo jambo lijirudie. Na kama inatokea tutokee kwa maeneo mengine, lakini sio kuhongwa. Kwa sababu tumejua shida iliyopo. Sasa kama utaanzisha maandamano na kwenda kuchoma kile kiwanda, njoo na choma ile kodi ya juu kabisa. Mama Samia zile hela hazitoaje mfukoni mwake, ni hela yako. Sasa kwa nini unaiteketeza leo? Inafikia tu wanawake sisi tunaambiwa kwamba sisi wanawake ndio tunatakiwa. Yaani sisi wanawake ndio tunatakia, na kati sisi wanawake tunawazaa wenyewe, kwani wanaume wazaliwa na nani? Sasa leo ukiwamaliza wanawake nani atazaa? Hebu tukae tujifikirie jamani. Sisi ndio wamama tunaokwenda leba, sisi ndio wamama tunawabeba nyinyi, sisi ndio wamama tunapata uchungu, tunakwenda kuwatoa nyinyi wanaume. Wapi tunakwenda? Wapi tumekosea? Kama tumekosea tukae sasa hapa tumweleze mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya tusaidie wakina mama tuna shida. Mkuu wa wilaya wasaidie vijana hawana ajira. Mkuu wa wilaya wasaidie wamachinga hawana sehemu ya kufanyia biashara. Hiyo ndio issue. Lakini sio issue tukinukishe. Nani anataka kukinukisha? Muite yule anataka kukinukisha tuende naye. Sasa kama hajaja sisi tunaenda kumnukisha nani? Akieleza namna ambavyo kamati ya ulinzi na usalama wilaya hiyo ilivyojipanga kurejesha hali ya ulinzi na usalama, mkuu wa wilaya Nyamagana Bi Amina Makilagi amewataka wakazi wa Buhongwa na Kishiri kuendelea kuitunza amani na kuepuka kufanya vitendo vya uhalifu. Kamati za usalama turudishe hali ya usalama kwenye wilaya zetu tunazoziongoza. Alituelekeza sisi wenye vitu wa kamati za usalama na wajumbe wetu wa kamati za usalama za mikoa na wilaya na za mitaa wakisha tunaimarisha usalama. Kwa hiyo nimekuja kuwajulisheni rasmi kwamba hali ya usalama katika wilaya yetu imeendelea kurejea. Mpaka sasa hatuna tishio lolote la kiusalama. Nikisema hatuna tishio lolote, mmoja ameniambia tumeshaambiwa tarehe 9. Hilo ni la mitandaoni. Tumeambiwa hilo ni la wapi? Lakini sisi kwa jicho letu la usalama hakuna tishio kwa Kishiri la kiusalama. Tumeelewana? Lakini tunalo hilo angalizo pamoja na nyinyi kwamba kweli kuna watu huko bado wanaendelea, lakini vile vile na kujiandaa vizuri kimkakati ili kama kuna viashiria vyovyote vya kuhatarisha usalama tuvizuie mapema kabla hatari haijatokea. Maana sasa tumeshauma na nyoka, kila tukiona nyasi lazima tushtuke. Kwa hiyo nimekuja kabisa kuwathibitishia na kuambia kwamba katika eneo hili tumejiandaa vizuri zaidi. Kwa hiyo leo rasmi kwenye mkutano huu nimekuja pia kutoa tangazo, kwa sababu baadhi yenu mnasoma kwenye mitandao na baadhi yenu mmejiandaa na baadhi yenu hamfanyi kazi, mnasubiri kufanya matatizo kwa walio wengine. Mimi wala siji kuwatisha, sikuja hata kuwatisha, lakini kwa kweli atakayefanya hilo jambo la hatari katika wilaya yetu, unaenda kuiba mali za watu, unaenda kuchoma vitu vya watu, mali za umma, kwa kweli sio katafuta mchawi. Tumejiandaa vizuri. Nataka nitangaze kabisa tumejiandaa, usije ukatafuta. Naimarisha usalama kwenye kila kona. Sisi kwenye upande wetu tumeshajiandaa vizuri. Maana mjumbe aliniuliza vizuri tumejiandaaje kuhakikisha mali za raia na raia zinakuwa imara. Mimi natangaza rasmi kwamba niko timamu kuhakikisha usalama unaimarika. Usalama kwanza, mwingine. Nikiripoti kutokea hapa katika kata ya Buhongwa pamoja na Kishiri, ambapo leo hii mkuu wa wilaya amefanya ziara katika kata hizi, Saada Mzinga.